Sawa, Singida mmekuwa na mabadiliko ya hapa na pale mkiwa mnaonekana mnaboresha pia timu yenu. Kwa mfano katika benchi la ufundi tuliona taarifa yenu katika siku ya jana, lakini pia leo tumeona taarifa yenu kuhusiana na bodi ya wadhamini wa klabu. Ni kipi ambacho kama Singida mnakilenga kwa mabadiliko haya ambayo yanaonekana ni makubwa kwenye klabu? Tunafanya mapinduzi ya ndani kwa maana ya taasisi, lakini pia kwa nje kutengeneza timu ya kisasa, timu ambayo inafuata taratibu zote za timu za kisasa. Utaona tumeboresha kiufundi. Of course mabadiliko ya kiufundi yanafanyika mara kwa mara, lakini kwenye upande wa uongozi, utawala, huku tumetambulisha bodi yetu ya wadhamini ambayo imeundwa leo hii chini ya mwenyekiti John Kadutu ambaye ana uzoefu mkubwa sana kwenye uendeshaji na masuala ya utawala. Lengo ni kuwa na direction nzuri kama timu, tusiwe tu timu ya kwenda kucheza mpira peke yake. Tuwe timu ambayo itafanya mambo mengine mengi ya kimpira. Kwa maana tunafikiria kuja kuwa na academy huko baadaye. Tuna miundombinu ya timu, tunafanyaje kama biashara ukiachana kutumia sisi wenyewe. Kwa haya yote yanaingia kwenye hilo cup moja. Ndio uelekeo ambao tunaenda. Target yetu siku moja tuwe kuja kuwa timu ya mfano kwa hapa Tanzania. Watu wakitaka kupima mafanikio ya klabu wasiishie tu kwenye kupima kwenye makombe peke yake. Wapime na vitu vingine ikiwemo maendeleo kama taasisi na namna ambavyo wanatoa fursa mbalimbali ili tuje kuwa mfano bora wa kuigwa kwa Tanzania na Afrika Mashariki na Kati. Sawa, tumeona katika mabadiliko haya pia yamegusa pia mpaka katika benchi la ufundi. Mmemweka Miguel Gamondi katika nafasi nyingine ambayo alikuwa ni kocha mkuu. Vipi, mpo comfortable kabisa na mnaona mtakwenda kufanya vizuri pia katika swala zima la kiufundi? Yaani wewe na Gamondi kama mkurugenzi wa ufundi usiwe comfortable. Gamondi amepewa majukumu makubwa zaidi ndani ya timu. Ukiachana jukumu la mwanzo la kufundisha, amepewa majukumu ya kutengeneza falsafa ya timu yetu, itakuwa inachezaje kiufundi, ni nini ambacho tunaamini kama timu kiufundi. Kwa hiyo ni jukumu kubwa ambalo iko na kutengeneza mfumo imara ambao hautatumika kwenye timu kubwa tu, kutumika hata kwenye timu za vijana, timu ya wanawake, hiyo academy ambayo nimeizungumza mwanzo huko baadaye. Ni hiyo ndio picha ambayo tumeichora kwa kocha Miguel Gamondi. Lakini hali kadhalika maendeleo ya club kwa ujumla upande wa ufundi, Gamondi ana uzoefu mkubwa. Ameshaikuwa mkurugenzi wa ufundi nadhani timu moja hapa Afrika miaka hapa nyuma kidogo, alifanya kwa mafanikio makubwa sana. Na tunaamini kwa nafasi hii pia atapata fursa ya kuweza kujigawa endapo ataaminiwa. Tunaanza kumsikia rais wa TFF akizungumza akigusia kwamba huenda akapewa mkataba wa kudumu Taifa Stars. Kwa sisi hatutambana katika eneo hilo. Akipata nafasi hiyo, tayari uongozi wa klabu umeshatoa statement yake, tunabariki kwa maslahi mapana ya nchi yetu. Kwa akiwa mkurugenzi wa ufundi wa Singida, maana yake anaweza kufanya majukumu yote bila kuingiliana kwa ratiba na bila kumbana na kumchosha. Akawa mkurugenzi na bado akawa kocha wa timu ya taifa. Lakini tumemuongeza kwenye idara ya ufundi mtaalam Osman Najar kutoka kule Tunisia. Huyu ni kocha kitaaluma ambaye anakuja kuwa meneja mkuu wa timu yetu, akisaidiana na makocha ambao wako hapa. David Ouma kama kocha mkuu atakuwa naye karibu pia. Lengo ni kuongeza pia ufanisi na tija kwenye benchi letu la ufundi ili kufidia nafasi ya kocha Miguel Gamondi ambaye amebadilishwa majukumu. Na ukimtazama Osman Najar ni kocha mwenye uzoefu mkubwa. Tayari hapa anapozungumza ana rekodi ya kutwaa mataji mawili ama makombe mawili ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Na sio mbali, miaka hivi karibuni tu. Lakini ameshachukua ubingwa nchini Algeria, ameshachukua ubingwa katika ligi kuu ya Tunisia, ameshachukua ubingwa kwenye makombe mbalimbali ya mashirikisho nchi zote mbili, Tunisia na Algeria. Ana profile kubwa, ana profile ambayo imeshiba na bado ni kijana. Mtazama bado ni kijana ambaye ana energy ya kufanya kazi. Kwa hiyo tumejiimarisha, sema kweli tumejiimarisha, hakuna aliyetoka bali kuna ambaye ameingia, anakuja kutuongezea pia ujuzi na uzoefu wake ambao tunao hasa katika kipindi ambacho timu yetu inashiriki michuano ya taifa na kimataifa.